Safari ya ajabu ya Amina Part 4. Baada ya safari ndefu ya saa 12, basi lilifika Nairobi jioni. Amina alishangaa kuona majengo marefu, magari mengi na taa za rangi tofauti. Halima alimsaidia kushuka kwenye basi na kumpa namba ya simu. Waliahidi kuwasiliana. Amina alipokelewa na dada wa waandaji wa mashindano. Alimpeleka kwenye hosteli ambako washindi wengine walikuwa wakikaa. Chumba chake kilikuwa na kitanda, dawati na dirisha kubwa. Amina alifungua begi lake, akavuta pumzi kwa furaha na kusema, "Nimefika." Asubuhi iliyofuata, Amina aliamka mapema. Baada ya kiamsha kinywa, washindi wote walikusanyika kwa ziara ya sehemu maarufu jijini. Walitembelea jumba la makumbusho la Nairobi, bustani ya Uhuru Park na hatimaye waliona wanyama katika hifadhi ya wanyama ya Nairobi. Amina alikuwa na furaha sana. Alipiga picha nyingi na kuuliza maswali kwa mwelekezi wa watalii. Alivutiwa sana na historia ya Kenya na wanyama kama twiga, pundamilia na simba. Usiku ulipofika, walirudi hosteli wakiwa wamechoka lakini wameridhika. Thank you so much for listening. Don't forget to follow this page, subscribe to Kiswahili with Abdul Karim to listen to other parts and the future parts as well.